tuhame sasa tukaangaze World Cup, mashindano makubwa kabisa kwa ngazi ya timu za taifa kwa maana ya kombe la dunia mwaka 2026. Makala haya ya 23 ambao yanafanyika kwenye mataifa matatu, Mexico, Canada pamoja na Amerika, kwa maana ya Marekani. Okay. Mambo yako namna hiyo. Tuanze sasa kuangaza matokeo ambayo yalijitokeza tangia siku ya jana. Kwa matokeo, mchezo ulipigwa usiku sana. Huu mchezo bwana ulipigwa usiku sana na tuliufuatilia vizuri. Brazil akitoa sare ya bao 1-1 dhidi ya Morocco. Bila shaka watu walishangazwa sana na performance ya Morocco ambayo waliionyesha kwa maana kwa usiku wa jana. Unaweza kutafsiri Morocco wamejipanga kwa kiasi gani kufanya vizuri kwenye World Cup kwa msimu huu. Ukitazama hata viwango vya wachezaji moja moja, unaona Morocco walikuwa juu sana ukilinganisha na wachezaji wa timu ya taifa ya Brazil. Na ni moja kati ya taifa ambalo linaweza likawa na wakati bora kwenye World Cup ya msimu ya mwaka huu 2026, ni pamoja na timu ya taifa ya Morocco ama taifa la Morocco. Yaani nguvu aliyomaliza nayo ama kasi aliyoanza nayo mwaka 2022 ambapo walifika hatua ya nusu finali, walitolewa na Portugal ama Ureno. Ndio. Ndo kasi ambayo walitolewa na Ufaransa. Okay, walitolewa na walimpiga Morocco. Walimpiga Portugal, walimpiga Cristiano Ronaldo. Walimnyosha. Kwa hiyo wakaja kunyooshwa na wao na Ufaransa, lakini mechi ilikuwa nyepesi. Baada ya walifungwa mabao 2-0. Kwa hiyo kasi waliokuwa nayo kwenye mwaka huo ndio wamekuja kuanza nayo mwaka huu. Angalia namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Zile dakika 15 za kwanza, Morocco walikuwa wa moto sana. Yaani walikuwa wanawatafuta sana Brazil. Na kitu ambacho kilikuwa kinaonekana ni kwamba mwalimu wa timu ya taifa ya Morocco ndio alianzisha kwa asilimia kubwa damchanga. Nikisema damchanga, sio kwamba marigin walikuwepo, ila ni wachache sana. Unamzungumzia Bonu kwenye eneo la goalkeeping, unamzungumzia mfano Manzalawi kwenye eneo la backline, moja kuwazungumzia wengine wakina kwenye safu ya ulinzi. Ashraf Hakimi unasema pia naye ni mchezaji ambaye ana experience kubwa, lakini anzia eneo la katikati ya uwanja bwana mdogo ambaye aliitwa nafikiri ni Bound, nafikiri amekuwa bora sana kwa maana unamzungumzia huyu bwana mdogo Ayub. Ayub, yes, kwa mara ya kwanza anaitwa timu ya taifa ya Morocco, anatoa performance bora sana, na kwa asili yake Ayub ana asili ya watu wa Ufaransa. Yaani ni raia wa Ufaransa, pengine nafikiri aliomba tunasema ile uraia. Yes, yani kwa kilichopo kwa Ayubu Boadi, yeye amezaliwa huko Ufaransa na kwenye timu za vijana amechezea nchini Ufaransa. Yani chini umri wa miaka 17, 20, hata kikosi kile cha chini umri wa miaka 21 yeye ndio alikuwa nahodha. Na cha kuvutia zaidi kwa story yake, huyu bwana mdogo mwaka 2018 wakati World Cup zinafanyika pale, finali hizo zinafanyika pale nchini Katari, alikuwemo uwanjani na alikuwa anatazama timu yake, kwa maana alikuwa anawatazama Morocco. Na uzuri zaidi yeye kwenye timu za vijana hadi chini ya umri wa miaka 21 alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya vijana ya Ufaransa. Lakini sasa hivi anatumikia kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, umri wa miaka 18 na yupo ile ya Ufaransa pia. Kwa hiyo by the way, moja taifa ambalo linanivutia kwenye kucheza ni pamoja na Morocco. Angalia vijana ambao walikuwa wanacheza, Brahim Diaz kwenye form nzuri sana. Mbele zaidi unamkuta Saibari ambaye alifunga bao nzuri sana. One chance alitumia vizuri pasi ya Brahim Diaz katikati ya center back wa timu ya taifa ya Brazil, wanashindwa kufanya marking kwa uzuri, anaenda kufunga. Lakini pia angalia kina Onai kwenye katikati ya uwanja, fanya kazi nzuri sana. Lakini Brazil nafikiri inawezekana ikawa ni kizazi cha damchanga, wanasema upcoming generation. Brazil ambayo imezoeleka sio hii ambayo tunaiona kwa hivi sasa. Kwa sababu ni kama kuna kizazi fulani hivi cha masinia wanaanza kuondoka. Wakina Fabinho, Casemiro wanaanza kuondoka. Sasa
bahati mbaya wanaondoka, alafu vijana wanaokuja hawapo kwenye ile hali pengine ya ushindani zaidi. Mfano mechi ya jana, mechi ya juzi kwa mkia jana, si ndio hivyo? Yani kwa lugha nyepesi ni jana. Okay. Mmoja mchezaji ambaye alikuwa na performance bora kwa timu ya taifa ya Brazil, tukiwa wa kweli kwenye eneo la mbele, alikuwa ni Vinicius Junior, kwa sababu alionyesha kupiga attempt nyingi. Hata bao ambalo alilifunga alipata half space moja ambayo aliachiwa na Achraf Hakimi akaenda kufunga. Bonge la kamba, Kevin ya maana sana. Kama angalia kina Thiago hawakuwa kwenye ubora wao. Angalia pia labda kwenye eneo la katikati Casemiro pia hakuwa kwenye ubora. Uzungumzia pia Paqueta naye hakuwa kwenye ubora wake ambao tulikuwa tumeuzoea. Rafinha pia alionekana kusumbua, lakini sio Rafinha ambao tumemzoea akiwa na Barca. Kwa hiyo kuna namna hivi Brazil wanapaswa wafanye, yani ni kama wanatakiwa wafanye mabadiliko kwa haraka. Yani kama wataenda hivi, sio ni kama wanaweza kufika mbali. Eneo la ulinzi yupo Magalhaes, anapata na Marquinhos, lakini kama partnership yao pia haijawa solid sana ama haijawa imara sana. Kwa hiyo nafikiri Brazil, najua watu wana matumaini na Brazil. Lakini mimi nilivyowaona kwenye mechi dhidi ya Morocco, kama wataendelea hivyo, sio ni kama wanaweza kufika mbali. Yani kama wataendelea na namna ambavyo walicheza, sio ni kama watafika mbali. Sawa. Na watu wanasema kwamba Carlo Ancelotti hapa sasa anaanza kuonyesha udhaifu wa kutomuita Pedro. Na taarifa zikaibuka huko mitandaoni, nilikuwa napitia watu wanasema ya kwamba Igor Thiago ni striker wa mabao ya kichwa na yale ya kubabatiza ile imewekwa mtu hajakaa vizuri akaingia kambani bana. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.